Bwana Morash, by the way, leo kwenye recap ya film then by the way nataka tupige story kuhusiana na jambo moja. Ili swali tulishalizungumzia mara kwanza pale ambapo orodha ya wasanii wa Kitanzania kuwa ina namba kubwa sana ambao watashiriki katika zile tuzo za Grammy katika hatua ya kwanza, na tukasema kwamba stage inayofuata ambayo itakuwa ni ya mchujo. Umeona bwana? Sasa kuna taarifa hizi tunazidi tuseme ni mbaya, sijui ni nzuri by the way, kuhusiana na tuzo za Grammy especially kuhusu wasanii wa Kitanzania. Bwana Morash, nasikia jambo bwana limechina. Jambo limechina. Yaani jambo yani kabisa ni hii mzee wangu. Hebu kwanza weka sawa, watu wajue tunazungumza nini, maana mimi kuongea kozi linanikata. Right. Yeah. Unajua tulikuwa tuna timu kubwa sana ya wasanii ambao walikuwa tunawalenga kwenye tuzo za Grammy. For sure. Sawa Yeah. Ambao tulikuwa tuna matumaini nao pia, baadhi yao tukasema hawa tu kwenye Grammy. Mbona jambo lipo. Lakini Record Academy, timu nzima ya Academy yenyewe sasa ndio ikaje kaamua ikaona sifa wana. Na and of course ukija ukiangalia kwa upande wa Bongo kuna vitu tofauti ambavyo vinawafanya wasanii wa Tanzania kutokuwa na sifa za kuania hizo tuzo za Grammy. Kuna vitu vingi sana. Mfano mzuri ukija kwenye issue zima ya Recording Academy. Hii academy ni team tu, nao ni watu pia. Academy ni watu tu kama sisi, kama wewe. Tunapitia Sasa unajua unapokuwa pia na ushikaji, ukaribu, mazoea na team ya academy nayo kuwa kuna namna inasaidia. Sawa. Lakini kwa sisi Tanzania hata mwakilishi tu kwenye ile team ya academy hatuna. Naelewa vizuri. So hiyo nayo inapelekea, hiyo ni sababu moja hapo. Yaani kukosekana tu kwa mwakilishi kwenye ile timu ya academy. Nayo inaweza ikawa ni sababu kubwa sana kukosa hata wawakilishi kwenye hizo tuzo za Grammy. Naelewa vizuri. Lakini issue nyingine, kuna issue za usambazaji. Wasanii wengi wa Bongo unajua wanategemea sana YouTube, Audiomack, kama hivyo. Lakini kwenye Grammy kuna sehemu tofauti waga wanaangalia kwenye masuala mazima majukwaa ya usambazaji. Ukiachana na YouTube peke yake kuna Spotify, kuna Apple, unajua Grammy pia waga wanaangalia sana kwenye vipengele. Lakini ukija kwa wasanii wetu hapa ndani ni wachache sana. Wengi wanategemea YouTube, Audiomack, lakini kwenye majukwaa kama Spotify, Apple Music, yani wengi waga wanakuwa wagusi huko. Umeelewa? Lakini Grammy wanakuwa na macho matatu wanaangalia. Naelewa kwa sababu ni majukwaa makubwa kimataifa ukiyazungumzia. Naelewa sawa. Sasa issue nyingine, vigezo kimataifa. Unajua mimi najua sitaki kuamini kwamba wasanii wa Tanzania wamekosa hiyo sifa. Ani kivile Diamond ni miongoni mwa wasanii ambao walikuwepo kwenye ile orodha. Umeelewa? Na Diamond tunakumbuka kwamba alikuwa mara ya kwanza kuwepo kwenye orodha hii ya hizo tuzo za Grammy na akapita. Umeelewa? Napata ukakasi sana kwamba sawa kwa wasanii wengine wanaweza kukubali wakina AY, umeelewa? Ndio. Kubanda Fid Q, Harmonize, umeona bwana? Kwa sababu kwa Harmonize nafikiri ndo mara ya kwanza jina lake kuorodheshwa. Kitu tunachokipata maswali magumu kwa Diamond kwa sababu Diamond anajiuliza kwa nini Diamond akupita kwenye stage inayofuata pale katika zile tuzo za Grammy. Umeelewa? Diamond na nyimbo ambayo imefanya mpaka jina lake lionekane ile ambayo ameshirikishwa na Ciara. Yaani ile hiyo ameshirikishwa yeye. Yaani sio kwamba ndo kazi yake imeingia. Jina lake limeonekana baada ya ile nyimbo ya Ciara Law ambayo ameshirikishwa. Lakini kwenye hizi sifa ambazo tunazizungumza ambazo wasanii wengi wa Bongo wanazikosa, wachache ambao tunaweza tukasema wanazo ndio mfano kama Diamond. Naelewa. Lakini nikaja kwenye issue zima ya kujikita zaidi kwenye masoko ya ndani, yani sio ya kimataifa. Wengi sana wanajikita kwenye masoko ya ndani. Lakini muziki unahitaji pia ujikite kwenye masoko kimataifa, nje ya kutangaza kazi zako na vitu kama hivyo, promotion, kufanya PR kwenye mataifa mengine na vitu kama hivyo, watu wanakujua kwa sababu kama nilivyokuambia hiyo timu yenyewe ya academy kwenye masuala ya Grammy ni watu. Yaani watu tu. Sio kwamba sijui ni nini, hapana, ni watu tu. Kwa hiyo namna ambavyo unajaribu kupromote kazi zako kimataifa, sio tu ndani, kimataifa,
Kwa sababu hapa ndani kuna wasanii wazuri. Kwa kina Mario ni moja msanii mzuri sana ukimzungumzia Tanzania. Lakini ukija ukimdefine Mario global huko bado namuona bado, lakini ukija ukimzungumzia ndani kuna mzungumzia msanii mkubwa sana, lakini ukija ukimzungumzia sasa kimataifa bado umuoni Mario. Na yeye mwenyewe pia kuna namna alishaligundua ile kana hapa kuna haja pia kutafuta global song. Bado mpaka sasa hivi Mario ukisema utafute global song ambayo inamtambulisha kimataifa bado. Hivi Mario ana nyimbo yote ambayo aliwahi kuifanya nyuma ikajaribu kumfikisha somewhere yani? Hivi labda hiyo alofanya na Show Majozi kipindi kile. Ndio hivyo. Umeelewa? Moja ile ngoma ya Mama Amina by the way ilikuwa ni ngoma kali. Umeelewa? International song ambayo kifupi ikaleta mapinduzi katika sound ya mapiano hapa Tanzania. Bado ilikuwa bado yani. Kio kitabu sema global song. Pia ila kweli kila nikijaribu kumbeba nakosa majoni bote wapi bado unajua. Na Harmonize pia hivi naye hakuwa na track yote ambayo ilimfanya avuke bonda za East Africa. Harmonize ukiangalia kwenye ngoma ambayo ilikuwa imetajwa pale ni ile Me Too of course ni ngoma kali ile ni na ipo na Big Chance umeelewa. Lakini sasa unaweza ukawa na wini kwenye kipengele hichi, lakini kwenye hizi sifa ambazo nimezimention unakuta mbili au moja hapo una Grammy wenyewe wanakuona hivi. Kuna kitu nataka nikuulize unieleweshe. Unajua nataka nijue the way Grammy na timu nzima ya Academy jinsi wanavyofanya mchanganuo wa kuweka mambo yao sawa. Mimi nifikiri labda wanachukua gadi na ngoma zile ambazo msanii ambazo zilikuwa yani tunasema zile international song ambazo zilipuka yani, umeona? Nikajiulizaga kwa nini single again haipo. Mshikaji mmoja akaniambiaga kwamba wanaangaliaga na hizi ngoma ambazo current song wenyewe wanasema. Unaelewa bwana? Ndio. Na nikicheki kwa Harmonize kwa hapa kati, mzee wangu hakuna ngoma ambayo ni international yani ni ngoma nyingi ni za hapa ndani tu East Africa. Umeona bwana hapa Tanzania. Unaelewa? Ndio. Sasa ndo kanajiuliza kwamba wasanii hawanaga jicho la kutoaga hizi hiti wakijua kwamba Grammy zipo. Umeona bwana? Kwa mwaka yani kila mwaka lazima ziwepo. Mimi nachosi kingine hapo pia ni uzembe wasanii kama ulivyosema pia yani kupromote ngoma zao. Umeelewa? Bado. Umeelewa? Ila kwa Diamond kuna kitu bado na mashaka nacho mpaka sasa hivi. Why Diamond wakae vizuri na Eddie Kenzo. Eddie Kenzo ndo moja artist ambaye Afrika Mashariki anatuwakilisha. Yule Mganda yule. Yule yupo. Sasa yule kwa ile list yote. Kwa hiyo list yote mpaka kina Moses kina nani umekatwa ndo peke yake kana kuipa. Na pale Kenya sijaona. Nimeona hiyo anaenda kuchana kina Burna Boy na kuchana na kina nani kina Wizzy kina nani yeye peke yake ndo nimemuona. Sema mimi naonaga pia Grammy kwa siku za mbeleni wajaribu kumodify system nzima. Unajua kama Harmonize aende hapa contest na Burna Boy. Yaani mimi ningeona kuna kikundi fulani hivi unajua cha wana East Africa. Yaani watutengee kijiji chetu, wanatuonea sana. Unaona bana? Kule kukutana Burna Boy rafiki yangu. Mimi naona Wizkid, mimi naona mbali kidogo kwa sababu kama umeshajitokeza kwa mara ya kwanza kama hivi na umeonyesha changamoto. Nafikiri next time pia naweza kaangalia kwa jicho la tatu kwa sababu tayari na wenyewe wameshajua kuna namna kuna elimu gani ambayo pia inahitajika wao kuitumia ili kuingia kwenye vipengele vya Grammy. Mpaka sasa hivi tayari. Kwa ukija ukimzungumzia Harmonize, unafikiri ni kwa nini kitu gani ambacho kimekufanya mpaka umeshindwa kuingia kwenye hizo tuzo? Anaweza akakwambia ambacho next time anaweza akakiweka sawa yeye mwenyewe. Kwa mimi nafikiri baadaye hakutokuwa tena na kwamba hajaenda hata mmoja, kwa sababu tayari washajua kuna namna hata sehemu tabii turekebishe tuweke sawa. International inatakiwa iweje, ushikaji nao Academy tabii tufanye nini. Kwa kama David tukija kumtaja kwamba ni moja member kwenye ile ndani ya Academy yupo. Imekuaje lakini David ni moja msanii ambaye ametengeneza ngoma kali, ametengeneza album za international na nini. Kwa ile ni moja ya sehemu ambayo inaweza kukushawishi wewe kuwa kwenye ile team. So
baadaye pale tumeona Diamond sasa hivi yeah zake nje wanafanya manani, unaona ipo na clip, ipo na kina David na kina nani unajua. Finally labda cha kumalizia hivi. Ushauri yani umeona bwana. Ushauri wa bure. Hakuna kukata tamaa. Hakuna kukata tamaa, lakini kitu muhimu wasanii wa Tanzania wajaribu kujikita kwenye masoko nje, sio ndani tu. Watengeneze ukaribu na watu wengine wa nje, ma producers, ma directors na nani. Yaani sio tu kujikita ndani. Tuna wasanii wazuri lakini kimataifa wamekosa hizo sifa. Ni wachache sana. So wajitahidi international. Grammy, ukizungumzia Grammy ni international. So ukisema tu ujidili ndani TMA utawakimbiza sana. Tanzania Music Award uvimbia nazo nyingi sana. Lakini sasa tunazungumzia Grammy International. So wajaribu kidogo kujishape international. Of course, by the way, huyo ni Kijukuu, microphone number 2. Ushauri ni kwamba umeona bwana kwamba international wajitahidi kupush, watu wajikite. Tushachoka kina majozi wanavyolia mapenzi hapa Bongo, come on wanatukata bwana. Of course tuna sign out kama hivyo. Ni recap ya Filmland, nyuma kamera ni Mo. Unaona bwana, Mo Runga ambaye yupo behind the camera, ambaye anahakikisha sisi tunang'aa hapa kwenye hii recap ya Film Online. Microphone number 2 nilikuwa na Morash Kijukuu. Umeona bwana, microphone number 1 niite B Mswati.